Hujambo popote pale ulipo na karibu kwenye pita za kwangu. Mi hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Nikifika katika maeneo kadha wa kadha, nusu nikujuze tu kwa kiduchu baadhi ya maeneo niliyoweza kufika, ambapo ama kweli ulimwengu huna visanga na vituko Naam, nilifika katika maeneo kadha wa kadha. Iwapo ni mara yako ya kwanza kujiunga pamoja nami, kabla tuingie katika visanga na vituko hivi, hakisha kwamba umesubscribe. Chini ya video hii kuna neno subscribe, click hiyo neno subscribe, ukiambia sign in na Gmail account yako, copy the link and share, naweke comment yako pale na Bwana akutende wema. Naam, nilianzia wapi? Nilianzia eneo la Matuu mjini. Watu wa Matuu mpo? Matuu mjini kule Machakos County, ambapo kuna jombi mmoja wa hapa alipata aibu ya mwaka alipokataliwa na mchumba wake siku chache tu kabla ya sherehe ya kumlipia mahari kwa kuwasiliana na mpenzi wake wa zamani. Mwanadada huyo alidai kuwa jamaa huyo hakuwa mwaminifu kwake, na hivyo basi akasimamisha hafla ya kumlipia mahari. Inasemekana kwamba wawili hao walichumbiana na walikuwa na mipango ya jamaa alikuwa na mipango ya kumwoa demu huyo. Ikianza taratibu zote za kutoa mahari zilikuwa zimezingatiwa, na siku ya kioja jamaa alipigiwa simu akiwa na demu, na simu hiyo ilikuwa imepigwa na mpenzi wake wa zamani. Kwa hivyo yani, mtu ambaye mmekuwa kwenye uchumba kwa muda, alafu mfika mahali amepigiwa simu na mpenzi wake wa zamani, na saa hizo walikuwa wamepanga wenza mipango ya harusi, sasa wanafaa wapeleke mahali na kadhalika. Kwa hivyo basi dema akaangalia akasema no, hii ni kunisaliti na nisaliti. Najiuliza alikuwa na overthink kama, kwa sababu huyu ni mtu ambaye alimeongea tu na ex wake, sijui aliongeaje ndipo sasa akakasirika hivyo, lakini akasema huyu si mwaminifu na akakataa. Nafikiria jambo nzuri ambaye alifanya, at least alikataa kabla walipe mahari. Kuna mwingine angesema acha alete mahari alafu nijipange nazo, lakini alikataa kabla walete mahari. Lakini kwa upande mwingine pia naangalia najiuliza, ama ali overthink. Na huyu jamaa, kama uliachana na mtu alafu unaendelea na maisha yako, unajipeleka kwa ex wako kufanya haya, hiyo ilimgharimu uchumba huo kaisha. So sijui watasotwa aendelee ama unafikiria nini mtazamaji? Naam, nikitoka kule basi nikavuka mpaka wapi? Mpaka eneo la Kieni kule Nyeri. Ando Nyeri mpo? Kule Kieni Nyeri kuna kizaza kilizuka katika kijiji cha hapa baada ya kalameni mmoja kuchukua mbuzi wa mdosi wake mchana peupe buda huyo alipochelewa kumlipa. Kulingana na mdokezi ni kwamba kalameni huyo aliwasili nyumbani kwa mwajiri wake akidai malipo ya miezi miwili. Inasemekana kwa mdozi wake alimwambia asubiri hadi mwisho wa mwezi. Kauli hiyo ilionekana ilimkera kalameni huyo, na bila mdosi kutarajia alifungua mbuzi aliyekuwa amefungwa karibu na nyumba na kuanza kuondoka, akisema angemshikilia hadi alipwe fedha zake. Majirani waliosikia kelele walifika na kushuhudia mvutano mkali kati ya wawili hawa. Alisema buda alikuwa akichezea jasho lake. Jamaa alikuwa na haki. Mtu amefanya kazi miezi miwili already. Sasa ni mwezi alafu nasema ngoja end month. Is it okay? Na je, ni vema nawe kuchukua kitu ambacho ni cha huyo mtu kwa sababu ana pesa zako? Haya, ilifanyika kule Kieni Nyeri. Nikitoka kule Kieni nikavuka mpaka Kangemi Nairobi. Kangemi Nairobi kuna vipusa kadhaa marafiki wameapa hawatakubali tena mistari ya mapolo walevi wanaowasumbua mtaani na kwenye vilabu vya starehe. Warembo hao walisema wamechoshwa na ahadi hewa, kelele na maneno matamu yanayoishia kwa aibu na fedhea. Anasema kila wikendi ni hadithi ile ile. Polo anakunywa kupita kiasi, kisha anaanza kunitumia jumbe za ovyo au kunifuata akidai mapenzi. Anasema hatutaki wanaume wasioweza kujiheshimu, alisema. Anasema yani kama watu tu wa kule wale wa vilabuni wamefika mahali mpaka wamesema kwamba hataki wanaume walevi. Wewe ni nani? Uko kanisani unachukua mtu mlevi? Acha za ovyo. Naam, kitafakari hayo nikavuka mpaka Ikodha. Watu wa Ikodha kule Kitui, ambapo kuna polo mmoja aliyeishi mjini kwa miaka mingi alizua kicheko alipotembelea mashambani na kukataa kutoka nje usiku akiogopa giza. Yaani mwanaume mzima unaogopa giza. Jamaa huyo anayesemekana kuzoea mwanga wa taa za barabarani na za magari alitembelea nyanya yake kijijini kwa mara ya kwanza baada ya miaka kadhaa. Hata hivyo mambo yalibadilika jua lilipotua na kijijini na kutumbukia gizani. Nasema polo huyo alishtuka kila aliposikia mbwa wakibweka au bundi kulia. Yaani mwanaume mzima tu na anaogopa mpaka mbwa akibweka. Hii dunia na watu. Nusu niachana na hayo. Nivuke mpaka Kayole nimalizie Kayole.
Kayole kuna dem mmoja alizua gumzo kutoka katika mtaa huu baada ya kupigia Polo magoti hadharani akimsihi asimwache. Yani, please usiniache. Naam, inasemekana kwa wawili hao walikuwa wamekosana kwa muda kutokana na wivu na tuhuma za kutokuwa mwaminifu. Inasemekana kwamba Polo huyo alikuwa tayari kaondoka baada ya mzozo mkali, ndipo demu akamfuata barabarani na kupiga magoti akimwomba msamaha. Alikuwa analia na kumwambia ampe nafasi nyingine. Alisema huyu jamaa alikuwa fair. Demu amekuja mpaka amepiga magoti analia umpe nafasi nyingine na umekataa. Kwani aliona nini ndiposa akakataa? Haya, semi kitu. Ushaifanya hivyo na wewe mwenye unatazama ukaomba msamaha mtu wa kwako? Haya, ni katika pita za kwangu. Mimi hapa ni VMM, ukipenda Victor Mandala, kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. Make sure umesubscribe. Chini ya video hii kuna neno subscribe. Click neno subscribe, kiambia sign in na Gmail account yako. Copy the link and share, naweke comment yako hapa chini na Bwana akutende wema. Make sure umesubscribe, right? God bless you. Amen. Bye bye.